So asanteni sana. Nimewaita leo kwa sababu nataka tuzungumze. Na ile mazungumzo nataka tuzungumze ya kuanza mwaka, sababu tuko mwaka mpya. Na huu mwaka sio mwaka wa kawaida. Siasa yote ya Kenya na mwelekeo wa Kenya kutoka hapa kwenda hapo mbele ni ya mwaka huu. Next year ni cover up peke yake. So sana sana katika eneo letu, eneo la Mount Kenya, nimeona ni muhimu niwajulisha ya kwamba huu ni mwaka wa kujipanga. Na ni mwaka wa kujipanga kwa sababu maeneo mengine yote yatajipanga. Tumebakisha mwaka moja na nusu peke yake, lakini nusu ni ya kampeni ya mwisho. Kwa hivyo siasa ni mwaka huu. Na mimi naona kuna pahali tumepotea njia kama eneo. Mwanzo haiwezekani ikakuwa ya kwamba ati ni watu ambao wanaongea lugha moja ama usemi moja wa kisiasa ndio watasikizwa tu katika siasa ya mlima. Ni mnakumbuka ya kwamba 1992 tulikuwa na Kibaki, tulikuwa na Matiba. Sasa hiyo Kibaki alikuwa anaitwa General Kigwea. Sisi nilikuwa mtu wa Matiba. Tulikuwa tunamuita Kibaki General Kigwea. Kama ni siasa ya leo, Kibaki ageitwa Gakonia, ageitwa Wilbaro ya Moi. Lakini mwishowe sio Matiba wetu alikuwa rais. Ni Kibaki alienda akakuwa rais. Kama angekuwa amemalizwa na hiyo siasa ya Gakonia, sijui Kunda Ngutume, Kibaki hangeendelea kuwa rais. Kama tungesikiza upande moja tu, upande wetu ambao sisi tulikuwa watu wa Matiba, hatungefika. Na so ni muhimu kila mtu asikizwe, tuchanganye maoni yote. Haiwezi kuwa ati wewe mtu mmoja ndio uko right. Kwa sababu hata Matiba tukisema kama sio Matiba, wengine wote ni Gakonia. Mwisho mtu aliyekuja kuokoa mlima na kuokoa Kenya ilikuwa Moi Kibaki, sio Matiba. Ndiye alifamaliza hiyo kazi. Kusonga mbele, Uhuru Kenyatta akakuja. Pia yeye tulikuwa tunamuita Gakonia ya Moi. Mimi nakumbuka mimi ndio nilianza vita ya kupiga Uhuru Kenyatta 1997. Aliposimama mbunge ya Gatundu. Mwishowe sio mimi nilikuwa rais. Mwenye alikuwa rais miaka 10 ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hawa watu kama tungewapiga tuwamalize wakati huo, hawangekuja kuokoa mlima yetu, hawangekuja kuokoa Kenya yetu. Na kwa hivyo ndio tumeona kwanza watu wakumbuke kitu kimoja. Uchaguzi ya 2027 itakuwa na candidate watatu kwa ballot. Mmoja anaitwa William Ruto, mwingine anaitwa Kalonzo Musyoka, mwingine anaitwa Fred Matiang'i. William Ruto sio Kamau, Matiang'i sio Njoroge, Kalonzo Musyoka sio Kimani. Wote sio wa jamii yetu. So sijui kwa nini watu wanakuwa excited. Sio ati kuna mtu mmoja wa eneo letu anasimama tu, sisi wote. Wengine atakuwa anaona afadhali Matiang'i ako sawa, hakuna shida. Mwingine ataona Kalonzo ako sawa, hakuna shida. Wengine wataona William Ruto ako sawa, hakuna shida. Ikumbukwe ya kwamba eneo letu kwa wakati huu hakuna mtu hata moja ambaye anaweza kuwa na ushindi atasimama kura ya rais na ashinde. Kwa hiyo tunapigania bure. Na kuna haja ya kila mtu akuwe na haki ya kufanya hesabu yake kulingana na vile hesabu inamuonyesha. Kwa sababu kama tukisema kwamba unaacha mtu ya kabila yetu ndio uchague mwingine, hiyo ni kitu kingine.
Lakini mtu ambaye mwenyewe hawezi kusimama, kuna mmoja wao ambaye ako impeached, hawezi kusimama. So kama Rigathi Gachagua akaniambia kwamba anaweza kuchaguliwa, hiyo ni kitu kingine. Naweza kukaa chini na yeye nimuulize, unatupeleka wapi? Mwenyewe hasimami. Mwenyewe hata hajatuambia ni nani huyo ambaye tutamuunga mkono sisi kama eneo. Na mwaka huu ndio mwaka wa kujipanga. Hakuna mtu mmoja ambaye atatupanga sisi zote. Hii ni soko huru. Watu wa Matiang'i wapewe haki yao. Wasiitwe Wheelbarrow ya Matiang'i. Watu wa Ruto wasiitwe Gakonia ya Ruto. Kila mtu asupport mtu, kwa sababu hakuna mtu ambaye ako na namna. Sasa tunamalizana hapa vile tukimaliza Kibaki 92, vile tukimaliza Uhuru hapo mbele tu kumuita Gakonia ya Moi. Mwisho hakuna mtu anajua hii answer. Kila mtu hapa ni bahatisha. Patapotea. Kila mtu hapa ako kuwekelea kichwa. Kwa hiyo wewe uwekelee na uombe Mungu yako ikiwe ndio inakura. Lakini mimi naona tuko katika hatari kubwa sana. Whereby one, hakuna mtu hata mmoja wetu anasimama kura ya 27. Na wewe unataka unyamazishe kila mtu. Na mimi nataka kuuza kitu kimoja. Mimi nikisema sio Kalonzo na kila mtu wote tumnyamazishe, Kalonzo ashide bila kura yetu sisi Wakikuyu hata moja, mimi nimepoteza Wakikuyu. Ama William Ruto ashide, ama Matiang'i ashinde bila mkono wa Mkikuyu hapo. Hapo ndio community yetu itaisha forever. Na hiyo mimi ni kitu inanikera sana. Sababu kila mtu akiongea, huyo ni ako na hii, huyo ako na hii. Tunahitaji tuwe na mjadala. Watu wa 1 term, 2 term, sijui whatever term, wakuwe na mjadala. Number 2. Hata katika hiyo, hata sasa nikisema nimfuate Rigathi Gachagua ama tumfuate sisi, huko kwake kwa huyo mpinzani, wenyewe hamuamini. Jubilee ni Wheelbarrow. Na hiyo ndio ya Matiang'i. Anasema hiyo ni Wheelbarrow ya red. Kalonzo hana kura ya kutosha. Who is going to trust us? Nani atatuamini? Kila mtu ni mbaya. Kalonzo ni mbaya, hana kura ya kutosha. Matiang'i ni mbaya, ni Wheelbarrow ya red. Moses Kuria ni mbaya, ni Gakonia ya Ruto. Ndini Nyoro ni mbaya sababu ati haja amaliza kusema kama anafuata Rigathi Gachagua. Mimi kwangu niseme hapa mambo mawili nikimaliza ndio nimemwajibu maswali yenu. Kwangu mimi nataka kumsupport William Ruto kwa sababu moja peke yake. One reason. Uite selfish, personal. Mimi siyuko hapo. Kwa sababu kwa mwaka ya 2032 mimi nitawania kiti ya rais. Niko na miaka 6.5 ya kujipanga. Nijipange pole pole kwa serikali, nizunguke Kenya miaka 6, nijitayarishe ndio nisimame 2032. That is why nataka mtu ambaye atakuwa hapo miaka 5 peke yake. Kwa mimi ukiniletea mtu wa miaka 10 si umenimaliza. Na Ruto afanye ingine 5, amalize afanye nini? Aende. Amalize aende. It is my own mathematics. Because at least me nasema kitu ambao utaelewa. 2032 Rigathi Gachagua hawezi kusimama chairman ya Ketodip. Because his impeachment stands. So safari ya kesho inapangwa leo. Mimi nataka kujipanga ya kesho. Wewe kama ya leo imekushinda, usiniharibia kesho. Naomba kwa unyenyekevu. Because safari yake imekatika ya leo, asiharibie watu kama mimi ambao tunataka kuwa rais hapo kesho. It's that simple. Na huyu uchaguzi sio KCPE ama sijui whatever it's called nowadays. Sio ati kama A ndio right, B, C, D iko wrong. Is your multiple choice. You can have 2-3 answers which are correct.
Sio ati one which is right all others are wrong. Na mimi nimesema wakati niliambia Rigathi Gachagua 2022 nikamwambia mimi niko na chama, Kionjori yako na chama. 2022 chama yangu was registered in 17 of November 2021. Sasa naelekea kumaliza miaka 5 na chama. Hiyo chama baya naita Hurbaru. Kamwambia jameni, wacheni kuona kama siasa ni mapenzi. Siasa is not a love affair. Tujikinge. Mimi ndio nimwambia tusiende kwa uchaguzi na gari ya mwingine. Akasema chama yangu ni briefcase party. Jana ni briefcase party. Kaambia hapa tutaumia hapo mbele. Wakati wameumia anatuita Hurbaru. A party that was formed 5 years before his party anaita Hurbaru. Kaambia acha kuingia siasa bila condom my friend. Akaingia huko ndani kabisa bila condom kwa siasa. Sahi mwenye aliingia bila condom ya kisiasa analaumu wale walijikinga. And if you make the wrong decision yesterday, how can you tell us you're not making the wrong decision today? Unaona? Sasa tuko katika hii hali tuko. And you want us to make another fatal mistake. Tulikaa chini, tukazunguka kaunti zote 47. Kila kaunti ikasaini kitu ilikuwa inaitwa economic charter. Kiambu tuko sign pale Jumuiya. Watu wa Nyeri tukaenda pale Kimathi University. Watu wa Nyandarua tukaenda Laikipia University. Tuko sign. Mimi naona tutafanya marking ya hiyo mtihani. Watu wa Nyeri wakuje waseme hii ndio tulisign. Wewe William Ruto you have scored an E. Kiambu waseme C+. Murang'a waseme ingine. So that we have an overall score. Na hiyo maneno I am going to organize it by March. Tutafanya Limuru 4 by this March. Kila county ikuje na chata yake ambao tulisaini na William Ruto. Tufanye marking. Tumwambie you have one more year. Kama ulikuwa na D, jaribu kidogo ufanye D+ ama B. But the sum total of all that is that because other regions are going to negotiate, our region will negotiate as well. Na mimi nataka kutoka leo tuheshimiane. Watu wa one term waheshimu watu wa two term. Watu wa two term waheshimu watu wa one term. Wewe ndio ujaribu kwa one term yako. Ukiwita kitu ni sawa. Me, I want to be a responsible leader. And I want to hunt whatever I can be able to hunt. Na mimi ndio nimesema kutangulia sio kufika. Matiba alikuwa ametangulia. Kibaki ended up becoming the president. We were blaming Uhuru Kenyatta ati nikakonia ya Moi. He is the one who ended up becoming president. The same way Rigathi Gachagua is now branding me all over, I will become a president before him. Take that to the bank. 2032 tashinda. Because I have time. I have 6 years. Kufanya marafiki na watu Nyanza, watu ya Western, watu ya Coast, watu ya Rift Valley. And the good thing, hakuna mtu wa region yetu na haribia kwa sababu hakuna mtu wa region yetu anasimama hii kura ya 2027. So, instead of I get away with nothing, as a community, kasema tufanye hii 2027 ikuwe investment yetu, so that hapo mbele 2032 nataka watu wakuwe na deni yangu. So me have a formula. I have a formula. It may not be the best formula, but I have a formula. Na nimesikiza Rigathi Gachagua, hakuna formula ingine ametupea. So why can't he go with mine? Ama atupatie yake inatupeleka wapi? Ama atupatie yake aseme anasimama 2027. You know he cannot. Ama aleta yake vile anasimama 2032. You know he cannot. Lakini kama gari yako head somewhere, wacha kutobolea miguu gari ya mwingine.
asinitobole gari yangu gurudumu, because me I'm a man on a mission and my destination is clear, my formula is clear, my path is clear, my route is clear. Yeah, so I have put it on the table. Nimewekelea kwa meza, alete yake pia awekelea kwa meza. Tumulize formula yako ni gani? Me have no time for kuharibiana majina. And me I don't want sijui power play with Rigathi Gachagua. Sitaki tabia kama hizo alikuwa ameleta kwetu Gatundu siku ya Sunday. I'm just saying, put a formula on the table of where you want to take our people. Don't just come. Mimi kama ningekuwa UDA 2022, I would be the governor of Kiambu today. The only reason Rigathi Gachagua mobilized people to vote me out is because I was not in UDA, I was in chama cha kazi. Yeah? He has no moral authority to blame even UDA. Because he's mwiba ya kujichoma, hawambiwi pole. He's one who created this one. Now before we hear from this one, he give us another one. You see? I'm supposed to sit back now. Haya. UDA we vwa. Sijui sikiza ground. One time. Hallelujah. Then what? Then okay. Atupatie ya 2032 in advance. Can he give us a slogan ya 2032? Itakuwa nini hiyo? Kasongo must what? Because hii ni Kasongo must go. 2032 ni gani tena? We cannot feed our people on slogans without a strategy. And let me tell you something as I wind up. Nimejaribu kutumia formula zote za watu wa wanta mkushinda kura. There is no way. Mimi ni mtu wa hesabu. Hiyo nilisomea mpaka university. Nilikuwa kwa Matiba kwa hesabu. Kwa Kibaki mara 3 kwa hesabu. Uhuru mkamfanyia hesabu 2 times. Ruto nilikuwa 2022 mambo ya hesabu yake. Hakuna hesabu ya siasa ya Kenya sijui. Nimejaribu Pythagoras, dental formula, there is no way for watu wanta mkushinda kura. Hakuna. And by the way, not that they are happy with William Ruto, but they are unifying factor. Makabila yote ya Kenya is one Rigathi Gachagua. Alijichomea na hataka kuanguka na sisi as a community. Who can trust him for a coalition? Kwa sababu watu wanajiuliza hata mkishinda na yeye hiyo nyumba itakalika namna gani? So amechoma bet. Yeah? Hakuna Mjaruo anaweza kupiga kura pahali Rigathi yako. Hakuna Mbaluya anaweza kupiga. Wewe jiulize tangu Malava. Wewe umesikia kilio Malala? Umesikia kilio basi Malala ino? Because ni ngoma nauliza unatopeleka huko kwa mtu ile ashias. Eugene Wamalwa unamwona hapa, hebu apeleke Rigathi Gachagua kwa Trans Nzoia. I'm challenging him. Yani the small opportunity juzi alikuwa Kangundo Saturday. Nafasi kidogo ya kuongea na Wakamba, nyinyi mlete 4 million. Do you think those people can trust him? Ati mimi am the opposition na opposition ni mimi. Ati bila mimi hakuna opposition. Sijui nikienda kulala hakuna. Is that the language of wooing someone? Hata sijui alitongoza bibi yake namna gani mtu. Is that the language, honestly speaking? Hiyo ndio lugha ya kumconvince mtu makabila mengine kujeni tufanye pamoja. This man is taking our community to the ditch. Kwa mtaro. Now, in 2007, tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa 41 against 1. It is coming back again. Courtesy of one Rigathi Gachagua. Because hata wale watu wako nao hawezi wakamwamini. So, guys, I'm not saying his formula is wrong or mine is right. I'm just saying we have a clear options on the table. Tuheshimiane na hizo options zetu. Mimi nitaunga mkono wa William Ruto for the election. Ndio amalize aende 2032 sababu ama presidential candidate hapo mbele. I need his goodwill. I need his community and the people who support him support me in 2032. Vanyari katalia hapo kwa Uhuru Kenyatta. Naye akasaidika. Hata mimi nitakatalia hapo kama mjinga mpaka nikuwe rais wa hii Kenya. Asanteni sana.